Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na ukaribisha katika channel yako pendwa, channel yako nzuri ambaye ayo unayojifunza saizi kama hutoweza kujutia. Kwa hiyo kaa karibu nasi hapa pamoja uendelee kujifunza zaidi na ufurahie na utabasam pamoja nasi. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maroa. Katika siku hii ya leo nimekuandalia kipindi cha Qur'ani. Lakini kabla hajaendelea katika kipindi cha Qur'ani, hakikisha umekwisha subscribe au bonyeza alama ya kengele hapo chini ili uweze kufungua kwanza ufikie vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Karibu. Nimesema leo katika kipindi chetu tutajifunza Qur'ani. Lakini Qur'ani ya leo nimekuandalia kitu special, yani kitu maalum hasa kwa ajili yako. Ukichukua kitu hichi nenda kaifanyie kazi katika Qur'ani ili uweze kuepukana na makosa ambayo yatukezea katika usomaji wetu wa Qur'ani. Katika usomaji wa Qur'ani kuna makosa ya aina mbili ambayo sisi wasomaji wa Qur'ani, mtu yote anasoma Qur'ani huwa anakumbana na makosa ya namna kama hizi mbili. Narejea, katika usomaji wa Qur'ani, katika elimu ya tajwidi kuna makosa ya aina mbili. Unaweza kuona ni machache, yes ni machache, lakini makosa haya mawili ndio ambayo huwa yanatutokezea sisi wasomaji wa Qur'ani. Kwa hiyo nisikilize kwa makini na ujifunze ni makosa aina gani haya. La kwanza tunaita makosa ya wazi, lahanul jali. Sawa, na aina ya pili ni makosa yaliyojificha, lahanul khafi, yaliyojificha. Makosa ya wazi ni yale ambayo mtu yote ambaye hajua Qur'ani walau kidogo tu, utakaposoma atagundua huyu amekosea sehemu fulani. Lakini makosa yaliyojificha hawezi kugundua mtu yoyote isipokuwa aliyomahiri katika tajwidi, katika hukumu za usomaji wa Qur'ani. Tuanze aina ya kwanza. Aina ya kwanza tunasema ni makosa ya wazi. Makosa ya wazi ni mfano, ni kama vile kusoma Qur'ani ukabadilisha irabu zake au ukabadilisha maana ya aya. Tukisema irabu tutakusudia zile fatha, kasra, dhamma. Sehemu ya dhamma au sehemu ya fatha wewe ukatia kasra, maana yake utakuwa umebadilisha ile aya irabu zake. Pia wakati mwingine unakuta unapitia pale unamaliza nini maana yake. Mfano katika suratu Fatha kata ya iyyaka na'budu wa iyyaka ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim. Msomaji wa Qur'ani atakaposema hivi siratal ladhina an'amtu alayhim, yes, wewe unayesoma unajua Qur'ani hata kidogo, tena umekwisha sikiliza, umefundishwa madrasa au sehemu yote ni nini siratal ladhina an'amta alayhim, alafu yeye akatamka nini an'amtu alayhim, kabadilisha badala kwa fatha ambayo anakusudiwa ni Allah, pale anajiwekea mwenyewe ya dhamma ya mutakalim, yeye msomaji anajikusudia yeye pale. Hapo unakuwa mbadilisha irabu, pia umebadilisha na nini na maana nzima. Mfano katika bismillah, baada ya bismillahir rahmanir rahim ukasema bismillahur rahmanur rahim. Sasa unakuwa umebadilisha zile irabu zile pale, unakuwa unafanya makosa. Ndio makosa ya wazi ambayo kila mmoja ambaye anafahamu kiasi katika Qur'ani anaweza kusikiliza na akajua umekosea. Lakini makosa yaliyojificha ni makosa ambayo wewe msomaji wa Qur'an unaposoma hauwezi kugundulika na kosa hilo isipokuwa yule ambaye ana utambuzi wa elimu ya tajwidi, hukumu za Qur'ani, ambaye amezisomea, ndio anaweza akawa na utambuzi huo. Unaweza kumfundisha sawa Qur'ani, lakini akaja msomaji wa Qur'ani akasoma kwa sauti nzuri akasema mashaallah, kumbe kuna makosa amefanya nini, ameyakosea. Umeshindwa kugundua kwa sababu gani? Wewe huna elimu ya tajwidi. Kwa hiyo hali ndio inaitwa makosa ya kujificha. Makosa ya kujificha ni ambayo unabadilisha sehemu za hukumu zile za tajwidi. Mfano sehemu ya mada, baada ya kuvuta haraka mbili ukavuta haraka 6. Mfano iyyaka na'budu haraka mbili ukasema hivi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haya ni makosa ambayo aliyojificha. Sawa,
sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Wewe ukasema hivi ukavuta haraka mbili, sa'ala sa'ilun, huwa nakuwa hayo ni makosa yaliyojificha, makosa madogo balisha baadhi ya hukumu. Lakini makosa yale makubwa zaidi tunataka tujiepushe nao ni yale ya kwanza ya wazi, ambapo sababu gani inabadilisha maana nzima ya aya, na hii ni hatari kubwa sana, tutapata madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kusoma Qur'ani kama ilivyotamkwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jina langu ni Mwalimu Ibrahim Maroa. Karibu sana katika kipindi chetu cha lugha ya Kiarabu, ambapo kozi itaanza ni tarehe 30 mwezi huu wa 6. Tafuta kwa namba hii hapo ambayo unaona kwenye screen tuweze kujiunga pamoja. Ma'as salama.